Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Mbungi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 18 ya mwezi Oktoba, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Luka Mwinjili. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Luka alikuwa mwenyeji wa Antiokia, mji mkuu wa Siria. Alikuwa Mgiriki aliyezaliwa katika familia ya wapagani. Akaongoka na kushika dini ya Kikristo. Kitaaluma alikuwa daktari. Mtume Paulo amemtaja kama Luka, daktari wetu mpenzi, katika kitabu cha Wakorintho 4 mstari wa 14. Luka alimsindikiza Paulo katika safari yake ya pili ya kimisionari, ambapo wakati Paulo alihubiri Tesalonika, Athene na Korintho, na Luka alihubiri kule Filipi. Alirudi Yerusalemu na Paulo, na alimtembelea Paulo mara kwa mara alipokuwa gerezani kule Kaisarea. Luka aliandika Injili yake baada ya kuuliza habari za wale walioandamana na Bwana wetu alipokuwa hapa duniani. Luka aliandika Injili yake kwa mvuvio wa Roho Mtakatifu. Mtakatifu Yeronimo na Mtakatifu Yohane Krizosto wanaita Injili ya Luka Injili ya Paulo, kwa sababu bila shaka mafundisho mengi aliyapata kwa Paulo. Wakiwa tofauti na wainjili Marko na Yohane, Luka na Mathayo wameandika habari za utoto wa Bwana Yesu, lakini kila mmoja wao ameiandika habari hiyo kwa namna yake. Hivyo ni Luka tu anayesimulia habari ya kuzaliwa Yohani Mbatizaji kutokea kwa malaika Gabriel na kutolewa Yesu hekaluni. Baadaye Luka akaandika pia kitabu cha Matendo ya Mitume kinachoeleza kuhusu miaka ya kwanza ya kanisa. Injili ya Luka inasisitiza kuhusu maisha ya Kikristo, ufukara, nafasi ya Roho Mtakatifu, nafasi ya wanawake na hasa Bikira Maria katika historia ya wokovu, nafasi ya watu wa mataifa mengine katika kupata wokovu, huruma na msamaha wa Mungu kwa wadhambi. Luka akiwa msomi aliandika Injili yake kwa mpangilio mzuri na lugha fasaha. Wakati Paulo akiwa kifungoni Roma, Luka alikuwa karibu naye. Luka aliweza kuandika kitabu cha Matendo ya Mitume kwa sababu alikuwa na Paulo katika baadhi ya safari zake za kitume. Baada ya kifo cha Paulo, Luka alikwenda kuhubiri Dalmatia, Yugoslavia. Mwandishi mmoja wa karne ya pili ameandika kuwa Luka hakupata kuoa kamwe, na pia alifia Boeotia, Ugiriki, akiwa na umri wa miaka 84. Mwili wake ulihamishwa na kuzikwa Konstantinopoli mwaka 360. Katika picha, Luka huoneshwa pamoja na ng'ombe, kwa maana mwanzoni mwa Injili yake ametoa habari ya Zakaria, kuhani wa Kiyahudi, ambaye kazi yake ilikuwa kumtolea Mungu sadaka za wanyama. Karibu kwa tafakari kutoka kitabu cha Luka 4 mstari wa 18, inayosema: Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo
ambaye ni Mtakatifu Luka mwinjili. Tumsifu Yesu Kristo.